Kwa Chama kamzidi Chama kamzidi Okello. Kwenye tuzo za mchezaji bora wa mechi. Kwa kwenye maisha mwenye mbili ni bora kuliko mwenye tatu. Yote kwa yote, kamati ndiyo wenye maamuzi ya mwisho ya kuamua nani awe mchezaji bora wa muda husika kulingana na vigezo na masharti yao ambayo wameyaweka. Bahati mbaya mazuri ni kwamba vigezo hivi haviko wazi. Hakuna mtu yoyote ambaye anajua nani anakuwa nani baada ya kufanya kitu gani. Na kamati ndio wenye maamuzi hayo ya mwisho baada ya wao kujiridhisha kulingana na vigezo vyao. Sisi tunabaki kutoa maoni kwa kulingana na kile ambacho sisi tunakiona, na sisi tunatoa maoni subjective, yani maoni ya upande mmoja, tukielemea upande wetu ambao tunadhani ni sahihi kupata tuzo hiyo, lakini bado inabaki kuwa kamati ndio wenye maamuzi ya mwisho ya kusema na kuona na kumtangaza nani anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi kulingana na vigezo vyao. Kwa hiyo huwezi kuchachatika sana, kwa sababu hata vigezo pia hauvijui. Wakisha mtangaza pala, wamemtangaza, basi shughuli imeishia hapo. Sisi tunaamini na dunia nzima inaamini hivyo ya kwamba Chama alistahili. Hata maiti ukienda kuziamsha hivi sasa zilizokufa mwaka 1961, ukiwauliza nani anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi, watakwambia ni Mwamba wa Lusaka. Tafuta tazungumza kimeujiza. Kwa hiyo yanabaki kuwa ni maoni huru yetu sisi kuamini kwamba ilistahili kuwa hivi na sio hivi, lakini kamati ina mamlaka zaidi yenyewe ya kuamua nani anastahili kulingana na vile ambavyo wao wanaona inafaa na inatakiwa. Sisi tunaamini hivyo na wengine wanaamini hivyo na duniani kote tuzo hazijawahi kuwa na muono mmoja. Duniani kote tuzo lazima ziwe na mijadala, lakini yote kwa yote sisi kwa sasa akili yetu na focus yetu kubwa tunasubiri tuzo ya Puskas. Sio huko kwenye si huku. Hapana, tukichukua ya huku tutashukuru, lakini sasa hauwezi kutegemea sana, kwa sababu huku mwenye mbili ni bora kuliko mwenye tatu. Kwa hiyo huku hatuwekei maanani sana, na kwa level ya chama, kwa ukubwa wa chama, kwa ubora wa chama na kwa performance ya chama tunasubiri heshima kubwa zaidi kutoka Puskas. Hata akiwa nominated tu sisi kwetu inatosha sana. Akili yetu tumeielekeza huko zaidi. Tukipata hiyo itakuwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kweli kweli. Lakini yote kwa yote tuachie kamati, wao ndio ambao wanafanya kilicho sahihi kulingana na vigezo vyao. Ukiuchukua mwezi wa tano, hakuna ambacho kimefanya vizuri zaidi ya Simba Sports Club. Mwezi wa tano umekuwa ni mwezi bora sana kwa Simba. Tumefanya kila kitu kizuri. Tumecheza mechi 6 mwezi wa tano, tumeshinda michezo mitano na tumetoka sare mchezo moja, na tumeruhusu bao moja pekee ndani ya mwezi wa tano. Sasa yote haya nani yuko nyuma yake? Yuko mwalimu Steven Becker. Kwa hiyo Steven Becker amestahili kutoa tuzo hiyo, amefanya kazi yake kwa ufasaha. Na Steven Becker in general, ukimwangalia kwa ujumla wake,
Steven Becker anastahili hata kuwa kocha bora wa ligi kuu ya NBC. Namna ambavyo ameifanya Simba hii leo kuwa timu ya maajabu kweli kweli. Yote kwa yote, Simba tunajivunia uwepo wa Steven Becker kwa sababu ameifanya timu yetu kuwa vile ambavyo sisi tunahitaji. Umetosheka? World Cup na hama. Jana nilikuwa Afrika Kusini. Nikimsapoti Neo Maema na Rushan Rock pamoja na Steven Becker. Tukapasuliwa. Nikasema fresh. Ile mechi ya saa 10 usiku siwezi kuangalia. Huo ni muda wangu wa kulala. Mimi sio mchambuzi kwamba ning'ang'ani na TV ili niamke kuchambua asubuhi. Mimi naangalia mpira kistarehe. Nikisikia usingizi na lala. Ile mechi ya saa siangalii. Mimi siwezi kujitesa. Nasubiri mechi nyingine nichague timu gani. Timu yangu Brazil. Lakini Brazil wakivaa jezi ya njano siku hiyo na hama. Wakivaa ya blue na kuwa Brazil. Yaani unakuwa namna hiyo. Ni mtu fulani hivi ambaye hautulii sehemu moja. Unajua pastoralist. Hamjasoma geography nyenye. Wale wakulima wa kuhama wale. Wafugaji wa kuhama ndio mimi sasa. Shilto. Ndio mimi hapa. Swali jingine, mmechoka? Natosha. Chama onekani? Mechi ya mwisho alitoka na majeruhi. Mazoezi gani? Ulikuja Bunju? Ulikuja Bunju? Nauliza vipi ajabu. Anasema mbona Chama hutaki mazoezi kwa Chama. Mbona Chama yuko wapi tuonesheni Chama afanye mazoezi, anasubiri mechi. Level alofikia Chama sio ya kufundishwa tena. Anasubiri mechi tu. Analala nyumbani kwao Zambia, anakuja hapa na ndege asubuhi, anaingia kwenye mechi, anafunga goli kali la Puskas, huyo yeye. Kwa hiyo ukimsubiri Chama mazoezini utachelewa sana. Chama sio mtu wa kufanya mazoezi. Chama ni another level. Amevuka. Chama anakwenda Marekani, anaangalia World Cup, asubuhi anakuja kwenye mechi. Wanasemaje swala hizi, unataka kundokezea mambo ambayo yapo kwenye Iriza nitawahadithia tukiwa tunaliona hivi. Ndio mtaelewa. Hivi sasa nikiwahadithia habari za Iriza hamtanielewa. Unajua kuna kijana sasa hizi ukimwambia kulikuwa kuna biashara ya utumwa haelewi. Kuna biashara ya utumwa. Yaani watu walikuwa wanauza watu. Yaani unauzwa unakuaje unauzwa. Sijui unaelewe kwa sababu ni mambo ambayo ya zamani hayaingii kwenye akili. Nikiwaambia sifa za Iriza hivi sasa nyie hamwezi kunielewa. Kwa sababu nyie watu wa huku wa dunia ya tatu. Ili dunia ya tatu. Ama dunia inayoendelea. Zamani ilikuwa inaitwa bara jeusi. Nikikuhadithia habari za Iriza huwezi kuelewa kwa sababu hilo basi ama hilo gari Afrika hii haipo. Kwa hiyo utaanza kupata tabu kujiuliza hilo gari linafananaje. Mwisho siku utasema hilo gari halipo. Kwa sababu wewe akili yako ina limit ya kufikiria kuhusu magari. Ushazoea kuona magari fulani. Sasa tusubiri Iriza itoke. Alafu nitakuwa nawaambia bana hapa ukibonyeza inatoka Mokola. Hapa ukibonyeza inatoka maji ya masafi. Kiti hiki ukikibonyeza kinabadilika kinakuwa swimming pool mnaogelea. Niliwaambia mtabisha. Maana ya ubingwa ambao umepata timu ya Simba umerudisha kile ambacho mlikikosa msimu uliopita. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo kupata ubingwa wa ligi kuu soka ya wanawake. Ubingwa huu tumeupata wiki 3 zilizopita. Leo ilikuwa ni kukabidhiwa rasmi ubingwa wetu. Na kimsingi leo ni siku ama ilikuwa siku ya kukabidhiwa jasho letu. Siku ya kukabidhiwa heshima yetu. Siku ya kukabidhiwa
ubingwa ambao tumeotolea jasho kweli kweli. Leo ilikuwa ni Simba ya kuvikwa, siku ya kuvikwa umalkia wetu ambao tumeupambania kwa takriban msimu mzima. Tumefikia mafanikio na malengo ya kukabidhiwa ubingwa. Tunawashukuru na kuwapongeza wachezaji wote wa Simba Queens kwa kazi kubwa walioifanya. Tunafahamu haikuwa nyepesi hata kidogo. Ligi kuu soka ya wanawake hivi sasa ni ngumu kweli kweli. Timu ngumu zimeongezeka. Kuna Yanga Princess na ngumu, kuna JKT Queens ni wagumu, kuna Mashujaa Queens ni wagumu, kuna Tausi ni wagumu. Kwa hiyo kila unakoenda unakutana na upinzani mgumu kweli kweli, tofauti na miaka ya nyuma unampiga mtu goli 5, 6, 7 yani ile kiulaini, lakini siku hizi ni ngumu kweli kweli. Lakini kwenye ugumu huo Simba Queens tumefanikiwa, tumechukua ubingwa. Pongezi kwa kila mwana Simba ambaye ametoa jasho muda kwenye kupambania ubingwa huu. Tunawapongeza wachezaji, lakini kwa kipekee kabisa tunampongeza Mwalimu Musa Hassan Mgosi kwa kuweza kuitengeneza na hatimaye kuifanya Simba yetu kuwa tishio. Ukiangalia Simba Queens yetu ni timu mpya, ina wachezaji wachache ambao ni wa muda mrefu, ni wakina Corazon, wakina Densa, wakina Janet, lakini the rest ni wachezaji wapya, tena ni wachezaji wadogo. Lakini kwa huo upya wao na udogo wao, Mwalimu Musa Mgosi amefanikiwa kuwaunganisha na kutengeneza Simba iliyokuwa thabiti. Hatimaye leo tumepata ubingwa. Kwetu wana Simba ni furaha kubwa kweli kweli. Mmechukua ubingwa na kwenye mashindano ya Sekafa, mashindano ya Afrika kwa maana hiyo. Pengine mipango iko vipi na timu ambayo wewe unaiona? Nikikwambia mipango hivi sasa nitakuwa na kudanganya, hata kama uko mbele ya muda, lakini hujamaliza hata mashindano ya ndani umeshaanza mipango ya Sekafa, itakuwa ni usamdio kusema ukweli. Itakuwa ni bobish. Ukweli ni kwamba kwa sasa tunasubiri kukamilisha mchezo. Hiyo kwaya ingie kwenye mic zenu kweli? Wewe uliovaa earphone, kwaya haingii kwaya? Una uhakika? Haina copyright hiyo. Aha. Basi unyama, tuendelee. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiri kumalizia mechi moja hii ambayo imebakia, na baada hapo tuingie kwenye sherehe za ubingwa. Tukimaliza tuna muda hapo wa kufanya tathmini ya kuiangalia timu yetu, ubora wake, udhaifu wake, na baada hapo tufanye mabadiliko kidogo kuelekea kwenye michuano ya Sekafa. Sekafa ni tofauti na ligi ya ndani. Sekafa ni mkusanyiko wa mabingwa kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni cream ya Afrika Mashariki inakutana uwanjani. Kwa hiyo lazima timu yako na wewe iwe thabiti na iwe bora. Na sisi malengo yetu sio Sekafa tu. Malengo yetu ni kwenda kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo tutakwenda kuboresha timu yetu kidogo kulingana na mahitaji ambayo walimu watapendekeza, na baada hapo twende kwenye Sekafa tukashindane na twende tukatimize malengo yetu ya kwenda kucheza ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Sababu bila shaka kule kiti cha umalkia Simba Queens ndio kinafaa zaidi kwa sababu wao wanakuwa mabingwa tofauti na timu nyingine wakishana ya Simba Queens ndio timu yenye mafanikio zaidi kwa upande wa wanawake. Ukiangalia kwenye mashindano ya ndani na kwenye mashindano ya kimataifa. Kwenye mashindano ya kimataifa Simba Queens ndio timu pekee ambayo imecheza nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika. JKT amekwenda mara zote, amekuwa akishaga tu hatua za makundi. Kwa hiyo ukija ukiangalia mafanikio ya ndani, Simba Queens ndio timu yenye mataji mengi kweli kweli. Ukija kuangalia kwenye michuano ya kimataifa, Simba Queens ndio timu yenye mafanikio makubwa zaidi. Na sisi ndio malengo yetu kuwa na timu ambayo inafanya vizuri dhidi ya timu zote ambazo zipo katika ligi husika. Tumefanikiwa kutengeneza heshima hiyo kwa Simba Queens. Inatokea mara moja tunapoteza ubingwa, lakini inakuwa sio mfululizo.
tunapotea mwaka huu, mwaka unaofuata tunarejea tena kwenye ubingwa wetu. Inawapa nguvu gani unapotazama ubingwa huu kama senior team? Simba Queens wameteleza msimu uliopita, wamerudi vyema. Inawapa chachu gani? Chachu ya msukuma, inawapa msukumo gani kwa upande wa senior team wanaume baada ya Simba kuchukua ubingwa huu Simba Queens? Inaambukiza. Unajua kitu kibaya kinaambukiza, ndio maana wanasemaga samaki mmoja akioza wote wanaoza, na kinyume chake inakuwa ni sahihi vile vile. Samaki mmoja akiwa hai na wengine wanakuwa hai. Simba Queens kuchukua ubingwa huku maana yake inatoa chachu kwa timu nyingine za Simba na zenyewe kufanya vizuri, kwa maana ubingwa huu unakwenda kuathiri moja kwa moja Simba ya wakubwa. Ubingwa huu wa Simba Queens unakwenda moja kwa moja kwenda kuamsha Simba ya vijana, kwa maana under 20 na under 17. Kwa hiyo kitaasisi unachukua haya mafanikio unakwenda kuyapeleka kwenye timu nyingine kwa ajili ya kuboost morali zao. Msemaji, mbali na Simba Queens tayari imeshachukua taji lake hapa, ikiwa inasubiri tu kumaliza ratiba. Turudi kwa upande wa wanaume, kuna mechi dhidi ya Pamba Jiji, miongoni mwa mechi ambazo mlipoteana pale Mwanza ukipata sare. Tuambie mipango kuelekea mechi hiyo. Mipango kuelekea mechi yetu ya Pamba Jiji tayari imeshaanza. Kikosi kiko mazoezini tangu wiki iliyopita tarehe 1 ya mwezi wa 6, na mpaka hii leo tuna siku 12 tukifanya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mechi yetu hii dhidi ya Pamba Jiji. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, tunafahamu umuhimu wa mchezo huu, na ukiangalia msimamo wa ligi so far tumebakisha michezo 5 na malengo yetu ni kuvuna alama 15 bila kupungua hata theluthi ya alama katika hizo 15. Maana yake ni kwamba tunataka kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, na ndio maana tumefanya maandalizi makubwa. Tuanze vema na Pamba Jiji, twende kwa Mbeya City, twende kwenye michezo mingine yote, tushinde, tuvuni alama 15, tuwe tumemaliza ligi kwa salama wa salmin. Msemaji, kwa kumalizia, kwa vile kuna mtu anajiuliza Simba Queens wametoa ubingwa, sherehe zao za ubingwa ziko sherehe za ubingwa za Simba Queens zitasubiri sherehe za ubingwa za Simba Senior Team ili tuzifanye kwa pamoja. Yaani tunataka paredi la pamoja ambalo litahusisha Simba ya wanamume, itahusisha Simba Queens, lakini vile vile itahusisha timu zetu za vijana ambazo bado ziko mashindanoni hivi sasa. Kwa hiyo msururu wa paredi utakuwa na Simba Senior Team tukiwa na kombe letu aidha la NBC ama la CRDB ama yote kwa pamoja, lakini gari la pili litakuwa la Simba Queens wakiwa na ubingwa wao huu, gari la tatu Simba under 20, gari la mwisho ni Simba under 17. Kwa hiyo kwa sasa Simba Queens tunaendelea na sherehe za ndani. Baada ya ligi wanamume kumalizika, tumevuna ambacho tumevuna, tutafanya sherehe ya pamoja ya timu zote za Simba Sports Club. Sina hakika. Msemaji, tulizungumza ukasema kwamba ili mchezaji kuchukua tuzo tofauti na Chama inapaswa hawe na tuzo zaidi ya zile ambazo Chama amezichukua, lakini imekuwa tofauti. Alan Okello ana tuzo pungufu ya zile ambazo Chama amezipata, lakini bado amekuwa mchezaji bora kwa mwezi wa 5. Umesema ana tuzo pungufu? Yaani pungufu ya Chama amemzidi, hajamfikia. Chama amemzidi. Chama kamzidi nani? Alan Okello. Na nyinyi mnakubali Chama kamzidi Alan Okello? Twende taratibu kabisa. Turudi kwenye swali lako. Swali lako linasemaje? Ulizungumza ukasema mchezaji ambaye anapaswa kuchukua tuzo ya mchezaji bora mwezi wa 5 ni yule ambaye amemzidi tuzo za mchezaji bora wa mechi Clatous Chota Chama. Lakini Alan Okello amechukua mbele ya Chama ambaye ana tuzo pungufu ya zile ambazo Chama amezikusanya.